tunashukuru kwa kupata nafasi hii kuweza kuzungumza na wewe jioni ya leo kwa habari ya mwanamke na msichana, hasa tunapoelekea kilele cha kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, ambapo kauli mbiu inasema kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Amekwisha kututambulisha ndugu mtangazaji hapo. Tunaomba tuende pamoja ndugu msikilizaji. Najua ni muda wa kufuturu, tunapoendelea na iftari tuendelee kusikiliza Majimaji FM 96.1. Tafadhali usikae mbali na redio yako. Sawa, na huyo alikuwa ni kaimu kamanda Ruvuma Jeshi la Zimamoto. Mimi naona direct tuende tukaanze kuangalia moja kwa moja mada yetu husika ambayo kwa pamoja na jua tunaweza kushare, lakini tutamuivisha kabisa msikilizaji wetu. Mimi najua kamanda una utunutu, lakini una ufumuzi wa kutosha kuhusiana na elimu, na kwa umri wako nikiuangalia una udhoefu wa kutosha kabisa kuhusiana na maadhimisho haya ya Majimaji. Mimi maadhimisho haya ya mwanamke na msichana. Osama, redio Majimaji imekuingia sana. Hii redio Majimaji. Unajua swaumu kali. Swaumu kweli. Sasa mkiwa kama jeshi hili la zimamoto, mnakuwa mnahezi vipi maadhimisho haya ya siku ya siku ya mwanamke na msichana? Okay, asante. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunatambua kabisa nafasi ya mwanamke katika jamii, na ndio maana hata sisi hatuko nyuma na tuko mahali hapa kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika jamii. Lakini sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Sisi tumekuwa tukijikita katika nyanja mbalimbali kuhakikisha kwamba mwanamke anapata haki stahiki sawa sawa na mwanaume, lakini mwanamke anakuwa treated sawa sawa na mwanaume. Kwa mfano, tukija kwenye kipengele cha ajira, tunapotangaza ajira, tunatangaza sifa zinazotakiwa. Hatusemi kwamba msichana asiombe. Kwa mfano, tunaanza tukatangaza nafasi, tunataka madereva wa kuendesha mitambo yetu. Ile mitambo sio kila mtu anaweza kuendesha, lakini unakuta kuna wanawake wanajitokeza wanaomba hizo nafasi, na hata mwaka jana tumeweza kuajiri wanawake kadhaa kwa ajili tu ya kuendesha hiyo mitambo. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani tunawapa haki ya kuajiriwa kama wanawake. Hatubagui kwamba jeshi kama zamani watu walikuwa wakizani kwamba mwanamke kuajiriwa jeshini, walikuwa wamezoea kwamba akiajiriwa jeshini anaenda kuwa karani, ni mfagizi, ni kuandaa chai ya mabosi, lakini haiko hivyo. Wanawake wako fronti katika kufanya majukumu sawa sawa na mwanaume. Ndio maana tukiwakuta akiwa kwenye course, kwa recruiter course, huwezi kujua kwamba mwanamke ni yupi, mwanaume ni yupi. Wote wanakuwa treated sawa, mazoezi wanapewa sawa, na wanamaliza sawa, na wanaajiriwa sawa. Kwa hiyo hatubagui chochote. Kwa hiyo katika hili tuko mstari wa mbele kuhakikisha mwanamke anakuwa treated sawa na mwanaume kwa kipengele cha ajira. Lakini pia hatukiangalia kwenye masuala mengine, hata nafasi za kiongozi kwenye management levels, mwanamke hajaachwa nyuma. Mimi hapa ni mwanamke, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Ruvuma. Pengine labda ungeweza kufika, kwa nini aliwekwa mwanamke, angeweza kaweka mwanaume? Hapana, tunachoangalia kinachotenda sio jinsia ya mtu, kinachotenda ni uwezo wa mtu. Kwa hiyo mwanamke tusimwangalie tu kwamba kwa kuchukulia ile historical background, kwa sababu watu waliaminishwa kwamba mwanamke hawezi, akawa isolated, ametengwa kwamba hawezi. Lakini sasa hivi tunaona wanawake wengi wanafanya wonders. Ngoja nikuulize ndugu mtangazaji. Ndio, nialize. Maana baada kabla mimi sijakuuliza wewe unataka kuniuliza. Tangu tumepata uhuru, tulikuwa tumeshawahi kupata rais mwanamke? Tulikuwa tujai kupata rais mwanamke. Kwa waliamini kwamba rais lazima awe mwanaume, lazima awe mwanaume. Lakini tunaona jinsi rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anavyoongoza nchi. Hakuna anayeamini. Kwa from there, yani hata kama kusoma ujui, picha tu huoni kwamba mwanamke anaweza. Kwa hata sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, wanawake tunaenda nao sawa kabisa. Na miki kubwa tunasema kitu kimoja katika maadhimisho haya ya miaka tangia mama Daktari Samia Suluhu Hassan awepo madarakani. Wanawake mnakuwa mna kauli kubwa sana mpaka ya kujinadi, kwa sababu Mtanzania namba 1 anatokana na kina mama. Kwa hiyo nanyi mmekuwa upande mkubwa mno wa kujinaji. Koplo hapa, wewe unachangia nini katika sela hii hapo mada yetu ya awali ambayo tumeanza nayo? Aisee, kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji
uokoaji wanawake wamepewa nafasi kubwa au nafasi sawa na wanaume. Hakuna ubaguzi, huyu ni nani, yule ni nani, kama alivyosema kamanda. Ndio. Sawa. Alafu pia wanawake wameanza kutambulika siku nyingi, yani sio leo, sio jana au juzi. Wanawake wametambulika hata kwenye vitabu vya dini. Inamsifia mwanamke, inamuongelea mwanamke, mwanamke ni mtu wa jinsi gani. Mwanamke ndio mwanamke wa kwanza ambaye anaamka bado watu hawajaamka, watu wamelala. Yeye ndio mtu wa kwanza kuona fursa akaenda akaifanyia kazi. Sasa sisi ni nani tukiwa kama jeshi la zimamoto na uokoaji, wakati Biblia Methali 31 mstari wa 14 mpaka 15 imemuongelea mwanamke, ukiachana na Zaburi. Kwa mwanamke aliumbwa tayari yeye kuwa kiongozi. Kwa hiyo kama Biblia imetambua hivyo, na amini Qur'an tukufu nayo imetambua vivyo hivyo. Ndio maana Isa bin Maryam alizaliwa na Mariamu. Hata Yesu Kristo alizaliwa na Mariamu. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke haijaanza leo wala jana. Lakini kwa sababu tuliko katika mfumo dume kwa miaka mingi, watu wengi walikuwa hawajapata bado ufahamu wa kumtambua mwanamke ni nani, wa kumtafsiri mwanamke ni nani na anaweza kusimama katika nafasi gani, vivyo vilivyopelekea kwamba kuonekana mwanamke yuko chini. Lakini kiukweli mwanamke anaweza, mwanamke anafanya. Kama unavyomwona Daktari Mama Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu Tanzania, tunapambana, tunaenda, tulisimama imara, hatujayu na hatuwezi kuyumba, tunaendelea. Na sivyo hivyo tu, manake nafasi ya urais hatuwezi kuchukua mama 5 au 10, 15. Lazima asimame mmoja. Lakini kuna viongozi katika sekta tofauti wanawake wamesimama. Kwa mfano kama hapa mbele yangu, kuna kaimu kamanda mkoa wa Ruvuma, anaongoza mkoa wa Ruvuma jeshi ambalo lina wanawake, lina wanaume, na tuna matukio tofauti, lakini yupo na amesimama. Vile vile kama mama wa Miaji, unafahamu nadhani Osama, si ndio? Nafahamu. Lakini anapambana. Vivyo hivyo kuna kina Tulia Hackson wanapambana. Kwa hiyo sisi na kamishna yupo Dodoma, tunapambana. Kwa hiyo jeshi la zimamoto hajaacha wanawake nyuma. Jeshi la zimamoto bado linawapa fursa wanawake, linatambua umuhimu wa mwanamke, linasongesha wanawake, pia linawapa moyo wanawake waendelee kupata ufahamu, waendelee kukaza, waendelee kujiamini, kujitambua. Mimi nadhani kujitambua peke yake ni swala muhimu sana, ambayo inaweza kumpelekea mwanamke kutoka katika mfumo wa zamani tuliojiwekea tuje kwenye mfumo mpya sasa kwamba mwanamke anaweza. Sawa. Haya ni maadhimisho, lakini nikwambie tu tupo na kaimu kamanda jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Ruvuma, lakini bila kumsahau Kopro Anastasia Fasha. Sio ndio? Ndio. Na mavazi uliovaa yanaelekeza kabisa kwamba siku ya kilele damdam. Kabisa Osama, kama tulivyokuwa leo katika ufunguzi. Vivyo hivyo na siku ya maandamano, yani kumaliza kabisa tarehe 8 bila kuacha ule usiku wa mwanamke tarehe 9. Lazima niwepo.